Jum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa kiti cha urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema chama hicho kimejipanga kumaliza changamoto ya ajira kwa vijana katika awamu ya pili ya uongozi wake. Akizungumza na makundi ya waendesha bodaboda, wakulima wa mazao ya viungo na wajasiriamali wa shehia ya Mdo, wilaya ya Magharibi Dr. Mwinyi amesema serikali ijayo itaendelea kutoa ajira kwa vijana wenye sifa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya pamoja na kuwezesha kwa mafunzo ili kujiajiri wenyewe. Mimi natambua fika kwamba kama kuna changamoto katika nchi yetu ni ajira kwa vijana. Na Chama cha Mapinduzi kimejipanga kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Mipango yetu ya utatuzi wa ajira imejikita katika maeneo matatu. Kwanza, kuendelea kutoa ajira mbalimbali serikalini za wataalamu. Tunatambua tutahitaji walimu wengi, tunatambua tutahitaji wafanyakazi wa afya wengi, tutahitaji watu katika sekta mbalimbali. Kwa hivyo serikali itaendelea kutoa ajira ili tuweze kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma maalumu kama katika sekta hizo na nyingine ambazo sijazitaja. Eneo la pili ni kushajihisha sekta binafsi kuanzisha viwanda. Kama mnavyotambua, kuna eneo la Dunga pale tumelianzisha kwa ajili ya kuweka viwanda. Nia na madhumuni tupate viwanda vingi viweze kuchukua vijana wengi kuwapa ajira katika maneno hayo. Akizungumzia kilimo cha mazao ya viungo spice, Dr. Mwinyi amesema serikali itatenga maeneo maalum kwa ajili ya kilimo hicho pamoja kuwapatia wakulima pembejeo, mbolea na masoko. Fuatayo. Kwanza ni kuwapatia mafunzo ya zile kazi wanazozifanya. Pili, kuwapatia mitaji kwa ajili ya kazi zao. Tatu, kuwatafutia masoko ya bidhaa zao. 4, kuwapatia vitendea kazi. Na 5, kuwatafutia mazingira bora ya kufanyia biashara zao. Kwa hivyo ndugu zangu, katika kipindi kijacho cha uongozi, endapo tutaingia madarakani, ni kwamba tutahakikisha ya kwamba maeneo haya tunayapa mkazo. Natambua kabisa kwamba mlio wengi hapa mmejiajiri nyinyi wenyewe, serikali itakusaidieni katika maeneo yenu. Wale ambao watahitaji, kwa mfano wanaolima, wakulima wa mboga mboga na wengine, serikali itatenga maeneo maalumu kwa ajili ya kilimo. Lakini haitokupeni mashamba peke yake, itakupeni pembejeo kwa maana ya vitendea kazi, kiwemo mifumo ya umwagiliaji maji, kiwemo mbolea, ikiwemo mbegu bora, lakini vile vile tutawatafutia masoko ya uhakika, ikiwemo hoteli za kitalii pamoja na masoko tunayoyajenga kila upande katika nchi yetu. Rais Dr. Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa serikali inajipanga kutafuta fedha nyingi za kutosha ili iweze kuwawezesha wajasiriamali wengi zaidi. Ndugu zangu, tuko hapa leo kwa madhumuni ya kuzungumza nanyi, kuwaeleza kwamba serikali hii ya awamu ya 8 katika kipindi cha pili cha utawala tutafanya mengi zaidi kuliko tuliyoyafanya awamu hii inayokamilika. Nyinyi ni mashahidi, sisi tukiahidi tunatekeleza. Tuliahidi mambo mengi, tumeyatekeleza, tena mambo makubwa. Tuliahidi huduma za afya, tumejenga mahospitali kila upande. Tumeahidi huduma za elimu, tumejenga skuli za ghorofa kila upande katika nchi yetu Unguja na Pemba. Tuliahidi mabarabara, kama mnavyoona lami imetanda kila pahali. Tuliahidi masoko, nimeyataja hapa, kila upande kuna masoko ya kisasa
alimradi kila ahadi tulioiweka tumetimiza. Hamna sababu kwa nini msituamini awamu ijayo tunaposema tutafanya makubwa kuliko haya. Hapa naibu katibu mkuu CCM Zanzibar Mohamed Saidi Dimwa naye akatoa neno kwa madereva wa bodaboda na wafanyabiashara wa viungo. Bodaboda hawa waweze kupata leseni kwa urahisi, lakini kwa mafunzo bora ambayo yatatolewa. Jambo jingine la mwisho ambalo nilipita nikaliona la matatizo yao ni kupatikanaji wa vikoti au utambulisho. Wenyewe watoto wa mjini wanavita bips kuwa vigumu sana, na tunataka kuwaomba mashirika yetu ya fedha yakiwemo mabenki na maeneo mengine yaweze kuwawezesha bodaboda kupata vikoti hivi bure bila kutoa pesa yoyote. Ambayo wameyapata tayari kuwa chapa ile ya ubora wameshaipata baadhi yao. Hiyo ni mafanikio makubwa sana, na inajulikana Spice hii ikitoka ndiyo imetoka Zanzibar. Chapa ile tayari wameshaipata. Lakini vile vile ardhi ipo ya kutosha kuweza kulima, wakipata ulimaji bora na wakipata elimu bora kutoka Wizara ya Kilimo, wanaweza wakapata manufaa zaidi kwenye biashara yao. Lakini pia tunakushukuru sana kwa kutujengea barabara iliyokuwepo Kidichi ambayo inaelekea hapa Welezo, lakini inapitia Ndunduke. Barabara hii ni shortcut sasa hivi kwetu sisi tunaoishi maeneo haya. Tukitaka kuja mjini sasa hivi hatupitii Bububu au hatupiti barabara hii ya Dole kuja Mwera, tunakata katikati hapo. Sijui kama ushawahi kuipita, labda siku moja upitie barabara ile, safi sana. Na tunayo hospitali yetu hapa Mbuzini, ndio kimbilio letu sisi sote hapa. Kwa hiyo kwa kweli mambo katika wilaya yetu hii au katika eneo letu hili, mambo mengi sana mazuri umetufanyia. Na sisi tunasema hatuna cha kukulipa isipokuwa tukupe tena mara ya pili uwe rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kipindi cha pili. Kweli si kweli? Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.